Watu ambao wana magonjwa, kwa mfano kama tumezungumzia kanda ya ziwa huko na vichocho na vitu vingine, ambao sasa changamoto ni basically ni mfumo wa mkojo, na kuna namna ambao tunaweza tukaboresha kinga yao ya mwili kulingana na utafiti huu mliofanya. Very good. I think umezungumza kitu cha muhimu sana. Kwenye utafiti sikumbuki exactly wapi, lakini nimeandika kwenye conclusion huko kwamba inawezekana kuna umuhimu kabla watu kwa mfano hawajachomwa chanjo waweze kupewa dawa za minyoo kwa muda fulani. Tukawaua wale minyoo kwa mfano, na then baada ya hapo tukawapa nini? Chanjo. Na kwa mfano Tanzania, serikali ya Tanzania inafanya hii deworming programs kwa watoto wa shule ya msingi. Si ndio? Kwa hiyo kwa mfano watoto sasa hivi wanapewa hizi chanjo kama za human papilloma virus, watoto ambao ni wadogo kwa ajili ya kuzuia cervical cancer. Nafikiri ingeweza kufanya kazi vizuri zaidi kama kwenye mazingira ambayo kuna infectious diseases, haya minyoo, kichocho na vitu vingine, kama wangepewa hizo dawa wakasubirishwa muda fulani alafu wakapewa chanjo, ukilinganisha na wale ambao wanapewa chanjo wakati wana minyoo na wana hali zingine ambazo kwanza kabisa kinga ya mwili inajiuliza nipambane na mdudu au nitengeneze kinga. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kama ulivyozungumza, ni muhimu sana, na ndio maana tunazungumzia ikiwezekana watu wawe screened, baada ya hapo ndo wapewe chanjo. Kwa sababu unawezekana kweli umempa chanjo lakini kinga yake ya mwili inapambana na kitu kingine na inatumia nguvu yake nyingi kupambana na kitu kingine, au kinga ya mwili imezalisha kemikali ambazo zinazuia kinga yako ya mwili kufanya kazi vizuri. Kwa mfano kuna kwenye watu